hela zangu nilizokuwa napata kwa biashara sasa nikawa naweka SACCOS. Baada ya hapo nimekuwa nikiendelea mpaka ilipofikia hatua kwamba nataka kutanua ofisi yangu, nikaona niache kazi nijikite zaidi katika biashara hii ya urembo. Habari. Leo tunazungumzia miongoni mwa zile biashara ambazo wanakuambia hazina msimu. Hii ni biashara aina gani? Basi tunazungumzia biashara nzima inayohusiana na urembo. Kama ambavyo mnajua, wadada wanapenda mjini kupendeza, kina kaka wanapenda kupendeza. Sasa katika story yetu ya leo tutaweza kuona ni namna gani mzungumzaji aliweza kuacha kazi benki na akaamua kuinvesti kwenye urembo. Sasa naomba nimkaribishe ili tuweze kusikia zaidi kutoka kwake. Bila kusahau, jina langu ni Iwalo. Karibu sana. Asante. Kwa majina naitwa Ana Maria Severin Lawena. Ni mmiliki na mkurugenzi wa Ana Maria House of Beauty na Ana Maria Schools of Beauty ambayo iko Kigamboni, Kibada. By profession mimi ni banker, ila by career mimi ni beautician. Maana yake kwamba nadili na mambo yote yanayohusiana na urembo. Ulivyokuwa unajitambulisha, umejitambulisha wewe ni professional banker, lakini nakuona saizi uko kwenye industry nyingine ya urembo. Sasa natamani tufahamu safari yako kwamba ilikuwaje, pengine umetoka benki mpaka kuja kuingia kwenye upande wa urembo. Historia fupi ya biashara hii ni kwamba nimefanya kazi benki kwa muda wa miaka 7. Lakini nikiwa bado niko benki nimekuwa nikipenda mambo ya urembo tangia niko mdogo. Nikiwa niko A level Zanaki nilikuwa na wasuka wenzangu na kupata pesa ya matumizi kwa kupitia urembo huo kwamba na wasuka na napata hela. Kwa hiyo ni kitu ambacho nilikuwa nakipenda tangia niko mdogo. Kwa hiyo nilivyopata chance ya kuingia benki na kuweza kupata facility ya mkopo ya mara ya kwanza baada ya kuajiriwa, basi niliona ni wakati sahihi wa mimi kufungua saluni na nilifungua saluni hiyo maeneo ya Sinza nikiwa na msaidizi mmoja. Na baada ya hapo nimekuwa nikiendelea mpaka ilipofikia hatua kwamba nataka kutanua ofisi yangu, nikaona niache kazi nijikite zaidi katika biashara hii ya urembo. Na ulianzaje sasa kwenye biashara yako? Pengine ulianza na mtaji wa shingapi na hali ambavyo ilikuwa? Sawa, nashukuru. Nilianza kwa kuwekeza kwenye ofisi ya mtu. Nilikuwa na rafiki yangu ambaye alikuwa tayari ana saluni. Niliwekeza mtaji wa Laki5 ambako niliongeza viti 2 na rasta. Na nilikuwa kila nikitoka kazini nakuwa niko naye pale kwa ajili ya kuendelea kusuka. Kwa hiyo pale katika ule ususi zile rasta ziweze kutoka, niweze kurudisha ile hela yangu ya Laki5 ambayo ni hela nilitoa kwenye mshahara. Kwa hiyo baadaye kwa sababu kwa timu nilikuwa bado sijapata kuweza kukopa, nilikuwa sijamaliza probation period. Baada ya miezi 6 ile hela pia ilikuwa nishazalisha imefika milioni 1 na Laki5 ndani ya miezi 6. Kwa hiyo nikaweza kupata sasa frame yangu. Na nilipata chumba ambacho ilikuwa nalipa Laki2.5. Kwa nilipopata frame nikaona sasa hapa naweza kuanza, ndio nikachukua mkopo sasa benki wa milioni 5 ili kuweza kuinvest na kufungua saluni yangu kama ya kwangu mwenyewe kwa mara ya kwanza. Baada sasa ya kuwa umechukua mkopo benki, yani ulienda kuwekeza mkopo mzima kwenye biashara au ni ulitumiaje sasa huo mkopo? Kwa hiyo baada ya kuwa nimeweza kulipia frame, niliandika mchakato wa biashara yangu kwa ufupi. Kwa hiyo nikasema nitaanza na vioo 2, viti, nikapiga hesabu, nikawa nimeona ilikuwa ina costi kama milioni 3.5. Kwa hiyo nikanunua vile vitu milioni 3.5. Milioni 1.5 iliyobaki niliweka milioni 1 nikaongeza materials kama stock. Laki5 iliyobaki niliacha kwenye akaunti ili iwe backup ya kuanza kwenye rejesho la kwanza, kwa sababu nilikuwa najua kwamba naenda kuanza sehemu mpya ambapo watu bado hawajanifahamu sana baada ya kutoka kwenye ile saluni ya yule dada. Kwa hiyo niliacha Laki5 kwenye akaunti kwa ajili ya backup ya rejesho la kwanza.
Na sasa baada ya kuwa umefungua hii biashara mpya, maisha yani ya ile biashara yalikuwaje? Yani kwa sababu tayari umetoka sasa kwa rafiki yako, umeingia kwenye biashara ambayo unasimamia wewe kama wewe. Aha, ilikuwa ni changamoto kidogo, lakini nilitafuta binti ambaye na yeye alikuwa tayari kwenye soko kwa muda kidogo. Kwa hiyo kwangu ilikuwa rahisi kwa sababu yeye tayari alikuwa ana wateja wake. Kwa hiyo nilivyofungua pale nikamweka yeye, lakini sasa kwa sababu alikuwa yuko peke yake, mimi nilikuwa nakuja jioni kama kutoa support. Kwa hiyo ikawa katika kuweza kusimamia pia inakuwa kidogo, ilikuwa inakuwa ngumu. Lakini nilienda naye kwa muda wa miezi 6, nikaongeza kijana wa kucha, maanake tukaongeza huduma sasa ya kutengeneza kucha. Wakawa wako wawili, nikawa pia namtumia dada wa kazi kama secretary au kama msimamizi. Kwa hiyo alikuwa asubuhi akimaliza shughuli zake nyumbani, anaenda kuwa simamia pale, kufanya usafi na kusimamia. Alafu nikitoka kazini mimi jioni, nikifika pale yeye dada anarudi nyumbani. Alafu mimi naendelea kuwepo pale mpaka tunapofika. Sasa kwenye huu upande umezungumzia usimamizi ile kwa ujumla, biashara ilivyokuwa. Ukija kwenye swala zima la fedha kwamba usimamizi ulikuwaje? Kumbuka tayari kuna mkopo ambao pengine unadaiwa na benki na unatakiwa ulipe. Kwa hiyo ulikuwa unawezaje kusimamia hivi vitu vyote na wewe ukiwa sasa kama benka? Aha. Nilikuwa kila jioni ninapokuwa pale, kila mwisho wa siku nikifunga hesabu, nilikuwa naweka ile hela kwenye account. Lakini kuna baadhi ya miezi pia ilikuwa rejesho halitimii. Ila kwa sababu tayari nilikuwa niko pia kazini napata mshahara, basi ule mshahara ulikuwa unaweza kuni backup kuweza kuweka kwenye zile ambazo siku ambazo kipindi ambacho kunakuwa kuna gaps. Kwa sababu biashara ilikuwa sijaifahamu highs na lows zake bado. Kwa hiyo ule mwaka wa kwanza ambao na pia na mkopo wa kwanza ulikuwa kidogo mgumu, kwa hiyo nilikuwa najisqueeze zaidi especially kwenye upande wa mshahara wangu ulikuwa mwingi unaingia kwa kulipia marejesho kwa sababu hela ilikuwa haifiki. Lakini nilivyokuwa nazidi kulisoma soko nikawa najua kipindi ambacho kinakuwa ni cha wateja wengi especially kipindi cha sikukuu na kipindi cha likizo. Then nikawa najua kwa hiyo nikipata zaidi inabidi kuna baadhi ya miezi niweke hela nyingi zaidi ili iweze kufidia mwezi unaofuata ambao unakuwa ni mwezi mgumu. Kwa hiyo niseme ule mwaka wa kwanza ulikuwa ni kama mwaka wangu wa pilot wa kunionyesha changamoto na namna ya kuweza kusimamia hela kwa umakini zaidi. Umezungumza kitu kimoja kizuri sana kwamba ulikuwa unatunza pesa pengine kwa ajili ya kufidia ile misimu ambayo inakuwa ni migumu. Yaani unamaanisha kuna akiba ambayo ulikuwa unaweka au ilikuwaje kwaje? Ilikuwa naweka akiba. Yaani nilikuwa najitahidi sana hela ya biashara nisiitoe. Naiweka mpaka nikihakikisha nimeshalipa rejesho. Kiasi cha pesa kinachobaki ndio nakuwa sasa naangalia kama inatosha kulipa mishahara na kuweza kuendelea kumanage biashara. Mara nyingi katika high season ilikuwa inatosha, nalipa mishahara na nalipa rejesho. Kwa kiasi chochote kinachobaki nilikuwa sikichukui kama faida au kuchukua kuweza kukitumia. Nilikuwa nakiacha mule ili kuweze kunibackup kwa mwezi unaofuata. Unajua sisi tunavyokuwa tunaingia kwenye biashara huwa tunategemea kwamba nikianza mambo yatakuwa ni mazuri. Sasa wewe umeanza biashara alafu kama unaona haupati ile faida ambayo ulikuwa unaitegemea, ulikuwa unajisikiaje? Na pia kama ulivyosema ulikuwa unawalipa watu mishahara, pengine haijawahi kufika siku ukashindwa kulipa mishahara? Kama nilivyosema kwamba mshahara wangu sasa tena ulikuwa nao unatumika kulipia wakati mwingine mishahara. Yani napata hela. Unaweza ukapata, nilikuwa sijawahi kukosa ya kulipa mishahara, lakini mara nyingi ilikuwa nakosa ya kuweka kwenye rejesho. Kwa hiyo kazi yangu ofisini ndio ule mshahara wangu ulikuwa unanisaidia katika kuweka marejesho. Ilikuwa inaniuma sana. Na wakati mwingine nilikuwa naona kama au hichi si kitu ambacho nitakiwa kufanya, kwa nini kinaendelea kunila ile pesa. Lakini kwa ambavyo nilikuwa ikifika high season napata na ziada, nikasema basi ni mimi tu nilikuwa sijajua kwamba kipindi gani niweke hela, kipindi gani nitumie
pesa. Biashara haikukupa ile faida ambayo ulitaka kwa kile kipindi cha mwanzo, mpaka ukafikia hatua ya kuanza kujiuliza, pengine kitu ambacho nimekifanya hakikuwa sahihi. Sasa pengine unawaambiaje watu ambao wenyewe wanakutana pengine na kitu ambacho umekutana nacho wewe? Sawa. Sasa kwa sababu pia biashara ninayofanya nadhani ilikuwa ni passion yangu. Kwa hiyo ilikuwa ni kitu kwamba kila ugumu niliokuwa nikikutana nao nilikuwa najitahidi kujifunza kupitia huo ugumu. Mfano swala la kwamba kwa nini nafikia hatua nachukua mshahara nalipia rejesho na wakati hela nimeiweka mkopo nilichukua nimeweka kwenye biashara, maana yake kwamba ni biashara hainilipi ama kuna mahali mimi nakosea. Kwa hiyo nilikuwa najifunza katika kila changamoto kuweza kujua kwamba hapana, changamoto zote nilikuwa nazichukulia positively. Yani sikuziona kwamba ni kitu cha kunidondosha. Biashara sasa iliendeleaje hayo maeneo ya Sinza baada sasa ya kuwa umeajiri wale watu na kuendelea na hizi changamoto ambazo zilikutokea? Pale nilikuwa maeneo ya Sinza Vatican. Kwa hiyo nikawa naona kama wateja sio wengi. Nikapata wazo kwamba nikikaa karibia na mtu ambaye saluni kubwa nikawa mimi pembeni yake, then mimi nitawapata wateja baada ambao watakuwa wakienda pale, nafasi zinakuwa zimejaa. Kwa hiyo nikahama kutoka Sinza Vatican nikaja Sinza Makaburini. Kulikuwa kuna saluni kubwa ambao wanapamba maharusi, wanashona nguo za harusi. Kwa hiyo mimi nikafungua pembeni yake frame 3 kutoka pale. Na iliniletea mafanikio makubwa sana. Nilichofanya nikaweka bei ambazo ni chini kidogo na za kwake. Kwa hiyo wateja ambao walikuwa wakienda pale wanashindwa bei zake, basi walikuwa wanakuja kwangu. Na baada ya kwamba wanaokuja wanaona kwamba natoa huduma ambayo inafanana na ya kwake, wakawa wanaambizana. Wateja kama kawaida, wanawake namna wanapiga story, wanaambizana. Kwa hiyo wateja tena wakawa wanazidi kuwa wengi. Kwa hiyo nikateke advantage, wanasema usimkimbie mshindani wako, ila kuwa naye sambamba ili na wewe uweze kufaidika. Umezungumza kitu kizuri sana na ambacho kinanifanya mimi nitamani kufahamu, na uhakika hata mtazamaji anatamani kufahamu, kwa sababu ukiwa mtaani sisi tunaambiwa tujitahidi, yani tukae mbali na wale washindani ili kuepuka ule ushindani. Lakini wewe unaniambia uliamua kwenda kwenye saluni ambayo ni kubwa ili kuweza kupata wateja zaidi. Ya, ni kitu gani ambacho tunaweza tukajifunza au kwa huyu mtazamaji ambaye anaangalia sasa hivi? Lile eneo lilikuwa ni eneo zuri la biashara, ni barabara kubwa ile ya Sinza, kwa sababu Vatican nilikuwa niko ndani kidogo. Alafu yeye tayari alikuwa ameshajiestablish, ni mtu ambaye tayari biashara yake ilikuwa kubwa na alikuwa tayari ana wateja wengi. Kwa hiyo mimi nilivyokuwa nimefungua pale pembeni, wanawake wana tabia ya kusema ngoja nijaribu. Kwa hiyo wengi walikuwa wakija, kuna saloni pembeni, kwa hiyo wanasema ngoja nijaribu ile saloni pembeni. Na kwa sababu kwa kipindi hicho nilikuwa nimeshajitahidi kuweka huduma nzuri na watoa huduma, nikawa najitahidi kuwa train watoe huduma nzuri, kwa sababu nilishaenda kwenye ile saluni na nikaona wao weakness yao ni nini. Kwa hiyo wateja wangu walikuwa hata wakwake wakitoka pale wanaokuja huko walikuwa hawarudi tena kule. Kwa hiyo katika huo ushindani ukanisaidia mimi kuweza kupata faida na kuzidi kukuza, kutoka kuwa na wafanyakazi 2 nikawa na wafanyakazi 5 na kuongeza frame. Sasa ilikuwa ni chumba kimoja nikawa na vyumba 2 na kuongeza huduma. Nimependa pia kujua ni kitu gani ambacho ulikifanya cha kipekee, pengine kiliweza kukutofautisha na huyo mshindani wako mkubwa pamoja na wale washindani wengine, yani kwamba mtu anajua kabisa akija kwako kwamba kuna kitu fulani hivi unique ambacho naweza nikakipata. Kitu kikubwa sana ambacho wateja wa kike wanapenda ni namna anavyopokelewa, customer care. Kwa hiyo katika kitu kikubwa nilikuwa nawafundisha, na kwa sababu pia mimi nilikuwa banker, kwa hiyo nilikuwa niko customer service, kwa hiyo nina skills za upande wa utoaji wa huduma kwa wateja. Kwa hiyo ni kitu ambacho mimi nilijitahidi sana kuwekeza kwa kuwaelimisha, kuwafundisha na kuwaonyesha namna ya kumpokea mteja, ambacho
kilinisaidia sana. Nikagundua kwamba wateja wengi wa kike wana namna unavyompokea tu ndio namna ambavyo yeye atapenda kuendelea kuja kwako. Saluni nyingi unakuta ukiingia hamna anayekusalimia mpaka uanze kujieleza nataka kupata huduma fulani, wanaangaliana labda wadada wanaotoa huduma, lakini mimi nilikuwa najitahidi kwamba uwepo mtu saa zote pale reception ambaye atakuwa anampokea mteja kwa tabasamu, kwa ukarimu na kumsikiliza. Na pia saluni nyingi hazina price list. Kwa hiyo nilikuwa na bei elekezi. Kwamba mteja hata akija anajua hata asiponikuta mimi basi akiona bei imeandikwa kwenye karatasi au kwenye kipeperushi anajua aha, kwa hiyo hapa hii bei inayopewa ni sahihi. Kwa hiyo hizo ni weakness ambazo nilijifunza kutoka kwa competitors, mimi nikazifanyia kazi ambazo zikanipa mileage kubwa kwenye biashara yangu. Na sasa baada ya wewe kuwa na wale wafanyakazi pengine 5, mafunzo ambayo ulikuwa unawapa pengine ulikuwa unapata muda saa ngapi na yalileta matokeo gani? Muda ambao kulikuwa tunakuwa na kama meeting kila Jumamosi, tunawahi zaidi. Muda wa kufungua ofisi ilikuwa ni 2:30, lakini kwa Jumamosi tulikuwa tunaingia 1:30. Kwa kila Jumamosi na Jumapili, kwa sababu ni muda ambao mimi pia nilikuwa siendi kazini, kwa hiyo napata nafasi ya kuwahi na kuweza kuwapa training ili waweze sasa kuwa nao mahiri katika ile eneo ambalo mimi niliona ndio weak point. Na kwenye hizi huduma ambazo zinahusiana na saluni, naweza nikasema kama wewe ambavyo ulikuwa na kipaji, afu kuna wengine pia wanajifunza, wanafahamu. Sasa katika experience yako ya training, yani yupi anaweza kuwa mtu sahihi zaidi kati ya watu wawili ambao nimewataja? Mimi naamini zaidi kwenye kujifunza. Okay. Kipaji ni kitu unacho, lakini kama una kipaji lakini hutaki kuongeza ujuzi, basi kipaji chako kinaweza kisikupeleke mbali zaidi. Kwa hiyo na ndio maana nilikuwa najitahidi sana kwamba hata wale niliokuwa nao kama wafanyakazi, kuna wengine walikuwa na wao pia ni kipaji chao, kuna wengine walikuwa wanakuja kwa ajili kwa sababu wametoka shule kujifunza. Kwa hiyo nilikuwa najitahidi kuwaongezea ujuzi. Nimeona namna gani biashara yako ilivyokuwa, yani baada ya kuwa sasa uko karibu na yule mshindani. Naona nawe tayari ukaanza kuwa mkubwa, na baada ya kuwa mkubwa ukawa umeajiri watu wengi. Sasa nini kiliendelea baada ya hapo? Okay, baada ya hapo nikaanza sasa kuchunguza, kwa sababu nikasema nikiendelea na mimi kuwa mkubwa sasa hapa, na yeye kwa sababu alikuwa anajua weakness zile nilizojifunza kwake, na yeye akaanza kuzifanyia kazi. Kwa hiyo tukawa kama tuko sasa washindani wawili, almost tunataka kulingana. Nikaona kwamba ni vizuri sasa niende sehemu ambayo itakuwa inaokua kwa haraka. By that time niliona Kigamboni ni sehemu inayokuwa kwa haraka. Kwa hiyo nimeweka target ya kwamba nataka nifungue Kigamboni. Na hiyo ilikuja baada ya kwamba nilihamishwa branch kutoka Mlimani City nilipokuwa nafanya kazi kama benka, nikawa nimehamishiwa branch ya mjini Posta. Kwa hiyo nikatafuta maeneo ya kuishi Kigamboni. Kwa hiyo nilipokuja kuhamia Kigamboni, wakati nazunguka kutafuta saluni ambayo inaweza kunipa huduma, nikawa pia nafanya research ya kuona kama kuna saluni ambayo iko vizuri au ambayo inaweza kufikia kiwango changu. Nikaona bado hapana saluni ya kiasi hicho. Kwa hiyo ikanipa mimi hamu au shauku ya sasa kuja kufanya biashara Kigamboni. Na ndio nilivyohama kutoka Sinza sasa kuja Kigamboni. Na ulivyohamia sasa huku Kigamboni pia, yani biashara iliendaje? Ukumbuke tayari Sinza wateja walikuwa wameshakuzoea, pengine jina lako kwa Sinza ilikuwa tayari ni kubwa. Ghafla huyo unahama zako. Sasa mahusiano yako kwanza na wale wateja waliopita yalikuwaje, na huku sasa kwenye biashara mpya hali ilikuwaje? Kwa kweli hali ilikuwa ngumu kwa sababu location kutoka Sinza kuja Kigamboni haikuwa rahisi. Sio rahisi umhamishe mteja kutoka Sinza aje Kigamboni. Kwa hiyo ilikuwa ni changamoto kweli kweli. Nilianza kwa udogo tena, ni kama nilikuwa naanza tena mwanzo. Na
mpaka nikasema kweli kwamba ili nalo nilochukua ni uamuzi sahihi. Lakini kutokana na research niliokuwa nimefanya ya kwamba saluni zilizokuwepo wakati ule zilikuwa ni chache, na baada ya kama mwezi tu au miezi miwili nilipata wateja ambao sikuwa nimetarajia. Niliwapata wateja kwa kiwango cha juu. Nadhani kwa sababu ya sifa iliyokuwa inajulikana kwamba huyu dada amehama kutoka Sinza. Kwa watu wakiwa wanaamini kwamba Sinza, mtu yote aliyekuwa anatoa huduma Sinza ni mtu ambaye anatoa huduma ya hali ya juu. Kwa hiyo ilinipa kama push ya kuweza kupata wateja kwa urahisi. Kwa wateja wengi walikuwa wakija, wanakuja with the very high expectation, na nilikuwa najitahidi kuzifikia. Kwa hiyo ndani ya miezi miwili tu nikaona kumbe sijafanya maamuzi mabovu. Kwa hiyo nikaendelea na biashara kuu. Okay, na ulivamia sasa huku Kigamboni, yani kwamba ukumbuke umetoka Sinza umekuja Kigamboni, yani ulianza na huko ni biashara yako, kwa sababu tuseme ilikuwa ni mwendelezo. Ulianza na kiasi gani sasa katika pengine kuanza location mpya? Sasa nilivyohamia huku ilikuwa kwamba kama kawaida kazini, ukiwa umehamishwa unaenda branch mpya, kunakuwa na changamoto. Kwa hiyo zile changamoto za kwamba nikawa kama nimejikita zaidi kwenye biashara yangu kuliko kwenye kazi niliyokuwa nafanya. Nikapewa transfer nyingine ya kwenda Mwanza. Hapo sasa ndio nikaona ina maana itabidi nifunge biashara. Nikaona hapana. Na ndio ilipokuja lengo sasa la kwamba baada ya kuwa pia nimeevaluate kwamba kwa ile miezi miwili biashara ilienda vizuri sana. Nikaona hapana, huu ndio muda sasa wa kuwekeza kiukweli. Na kwa sababu Kigamboni ilikuwa wakati huo inakuwa kwa kasi sana, nika take risk ya kuacha kazi sasa na kujikita moja kwa moja kwenye biashara ya salon. Sasa kwenye kuacha kazi, yani ukuogopa kuacha kazi kuanza biashara Kigamboni, na ukizingatia muda tayari ulikuwa ni muda mfupi tangu umeanzisha hiyo biashara? Ilikuwa ni changamoto, lakini nilikuwa katika sehemu niseme kwenye kazi niko nusu na kwenye biashara niko nusu. Kwa sababu kazini nimehamishwa new location Mwanza. Sina uhakika nikienda kule nitapokelewaje, na pia nilikuwa na uoga wa kwamba naenda kuanza maisha mapya, sehemu mpya, mkoa mpya. Nikawaza kuhamisha watoto shule, kuhama mimi mwenyewe, namna ya kazi kule itakuwaje. At the same time nimehamisha biashara, kwa sababu hakikuwa kipindi kirefu baada ya hapo nimehamishwa. Tangia nimehamia Kigamboni kama baada ya miezi 6 nikapewa uhamisho wa kwenda Mwanza. Kwa biashara ilikuwa ndio tuseme inaanza kupaa. Kwa hiyo na yenyewe nikaa nasema, je, itaendelea kwa mwendo huu ama na yenyewe hapa nikiacha kazi nikiyumba nitasimamia upande upi? Kwa hiyo akasema, nikaona opportunity cost. Kipi ni kizuri, kipi ni kigumu? Nikaona kwenda kuanza maisha mapya ni kugumu kuliko kuanza tu biashara mpya, kwa sababu biashara ile nilikuwa nimeshaizoea, nimeshafanya zaidi ya miaka 3-4 Sinza. Kwa hiyo nikachukua risk kubwa ya kusema niache kazi nibakie na biashara. Ukumbuke ulikuwa na mkopo tayari unadaiwa, na huku tayari biashara pengine ina miezi 6, bado ni mpya. Ni source gani ambayo sasa ulikuwa unaitumia wewe kuweza kurudisha ule mkopo ambao ulikuwa unadaiwa na benki? Kwa benki nilirudisha ule mkopo kwa sababu ukipewa uhamisho tulikuwa tunalipwa hela ya uhamisho. Kwa ile hela ya uhamisho ilitumia kuclear mkopo uliokuwepo benki, kwa sababu nisingeweza kuacha kazi wakati bado nina mkopo. Kwa baada ya kuclear ule mkopo sasa nikaanza kutafuta sasa kwamba nilikuwa nishafanya research kwamba baada ya hapa, je, nitakuwa nakopa kwa kutumia njia gani? Maana benki unahitaji kuwa na investments, ni tuseme collateral kama land, kama nyumba, ambao kwa wakati huo nilikuwa bado sina. Kwa hiyo nilikaona kwamba kuna opportunity ya kuingia kwenye SACCOS. Kwa hiyo nikaanza kuwekeza sasa. Hela zangu nilizokuwa napata kwa biashara sasa nikaa naweka SACCOS. Naweka kule, akiba zangu zinaendelea kuongezeka kule. Wakati huo sasa nimeshaacha kazi. Kwa hiyo ile miezi 6 ya mwanzo, sababu bado nilikuwa na backup ya
nilivyotoka na mishahara niliokuwa nimeshalipwa, ilinisaidia mimi sasa kuweza kuanza kujikusanya tena. Wewe ulikuwa ni banker na naamini ulikuwa na experience zaidi kuhusu benki. Yaani taarifa kuhusiana na SACCOS ulizipata wapi yani? Na kitu kingine ambacho ulijifunza, yani utofauti uliopo kati ya SACCOS pamoja na hizi banks ikija kwenye masuala mazima ya mkopo hasa kwa mtu ambaye anafanya biashara. Sawa. Kule benki waga kulikuwaga na SACCOS ambazo za wafanyakazi wa benki ambazo sisi tulikuwa tunaruhusiwa pia kukopa kwa sababu tulikuwa tunawekeza kule. Kwa hiyo nilivyokuwa tunawekeza kule nikaja kugundua sio lazima niende nikakope benki ambako wanahitaji kuwa na hizi collateral kwa sababu SACCOS collateral yako ni kiasi chako ulichoweka. Kwa hiyo nikaona kwamba hii ndio sehemu sahihi ya kwamba mimi nikishatoka benki niweze kuitumia kama platform yangu sasa ya kuweza kunisapoti kwenye upande wa mikopo. Nashukuru kwa sababu pia unatupa experience tofauti. Umesema huku changamoto ilikuwa ni collateral au inaitwa ni dhamana, si ndio? Sasa kwa mtu ambaye pengine anaanza biashara, hiyo yani SACCOS inaweza ikawa ni sehemu nzuri ya yeye pengine kupata mtaji? Kabisa. Ni sehemu nzuri kwa sababu hata ningejua zamani ile 500,000 yangu ingeweza kunipa pia mtaji kwa sababu ningeweza kuiweka kule nikawa nafanya saving, unakopa mara ngapi ya hela yako ulioweka, ambacho ni kitu kirahisi na ni kirahisi pia kuona biashara yako kama inakuwa ama la, kwa sababu namna unavyoweza kuweka akiba ndio namna unavyoweza kukopa. Na sasa hapo kwenye swala zima la mkopo, kabla SACCOS haija kukopesha kwamba yani ilitosha tu kwamba mimi leo ni fulani na akiba zangu hizi hapa, au kwamba kuna vitu vingine ambavyo wanaangalia labda pengine vya kibiashara kabla ya kukupa ule mkopo? Kwa sababu kwenye ile SACCOS ni kama nikwambia kwamba ilikuwa ukiwa benka ulikuwa unaingia kwa ile SACCOS lakini pia ukitoka kwa sababu tayari una akiba zako mule. Kwa hiyo tulikuwa ni sehemu ambayo tayari wanakuwa wamesha kujua, wamesha kufahamu, umesha build trust ile. Kwa hiyo ilikuwa rahisi kuweza sasa kuchukua mkopo kama wa biashara. Sasa baada ya hiyo kwamba biashara iko hapa Kigamboni, yani kwamba ni vitu gani ambavyo vilibadilika sasa ukilinganisha na ulivyokuwa huko Sinza na ukizingatia tayari ulikuwa na hiyo kama milioni 10 hivi? Sawa. Kwanza wakati natoa huduma nikaja kugundua kwamba huduma zile ambazo tulikuwa tunatoa Sinza kidogo huku demand yake haikuwa kubwa. Mfano Sinza walikuwa ni watu wanaweka weaving sana, wanafanya kucha sana. Huku demand ilikuwa ni kusuka zaidi na pia kulikuwa kuna uhaba wa makeup artists. Kwa hiyo nikaanza kuinvest sasa zaidi kwenye makeup, especially kwenye makeup nikainvest zaidi, nikafanya kwa sababu wakati ule kulikuwa hamna pia vyuo vinavyotoa mafunzo ya makeup. Nilifanya makeup online class ambayo ilikuwa inatolewa na vyuo vya nje. Kwa hiyo ile pia ilinipa nafasi kubwa au iliniongezea umaarufu especially kwa Kigamboni. Yani hata ulikuwa ukitaja tu jina la saloni, by that time nilikuwa inaitwa Bijou, watu walikuwa wananijua zaidi kama makeup artist kuliko msusi au salonisti. Kwa sababu niliona kuna demand kubwa ya watu huduma wa makeup. Kwa hiyo hela nilochukua nyingi niliinvesti kwenye upande wa makeup ambako kuweka sehemu ya makeup nzuri, na nikagundua pia kwamba kuna umuhimu wa kuongeza sehemu ambayo mtu anaweza akapata pa kupigia picha, kwa sababu saluni nyingi zinakuwa kama zimejibana. Kwa hiyo mtu hata ukisha mremba apati mahali pa kuweza kujirekodia, aweze kwamba anaweza kuposti. Kwa hiyo nikatengeneza pia kisehemu ambacho mtu anaweza akimaliza makeup anaweza chukua picha akafanya small video. Ilikuwa kama my marketing tool kwa ushindani na saluni nyingine ambazo zilikuwa Kigamboni. Kwa hiyo ilinisaidia, saluni yangu ilifanya vizuri sana. Sasa baada ya biashara naweza nikasema umehamia Kigamboni na biashara imesimama,
si ndio? Yeah. Na sasa kwa kipindi hicho ukilinganisha na ulivyokuwa benki na hapa sasa, baada ya wewe sasa kuwa umeachana na benki, upo kwenye kazi yako, kwamba kile kipato ambacho ulikuwa unakipata pengine unaweza ukakompea, yani kwamba kililingana na kile cha benki au hali ilikuwaje? Achilia swala la mshahara, ni kweli kipato kilizidi kiasi cha mshahara nilichokuwa napata, lakini pia nilikuwa katika kutekeleza malengo yangu ya kwamba nikuze kipaji changu na niwasaidie wengine kukuza vipaji. Na kuna swali ambalo pengine nahisi nilisahau kuuliza tangu mwanzoni. Vision yako pia ilikuwaje, yani pale tu ambapo ulianza hii biashara ya saluni? Okay. Vision yangu ilikuwa ni kutoa huduma bora za saluni zenye viwango vya juu, hata kama niko sehemu ndogo, na pia kuwaendeleza wengine ambao wana passion kama ya kwangu. Sasa baada ya kuwa umehamia hapa Kigamboni, sasa ushaachana na hizo yani ushaachana na kazi nyingine, unahisi mpaka sasa hivi pengine umeweza kufikia hiyo vision ambayo ulikuwa nayo? Ya, nimeweza, kwa sababu nilivyohamia Kigamboni nilifungua ofisi eneo ambalo linaitwa Mnadani, roundabout karibia na njia ya kwenda Darajani. Lakini nilikuja kutambua kwamba nilitamani sasa kuifanya, kwa sababu lengo langu kama nilivyosema kwamba nataka kutoa huduma zenye ubora zaidi. Na ule mtaa ulikuwa kama kidogo hausapoti kiwango cha huduma au hadhi ya huduma nilizokuwa nataka kutoa. Kwa hiyo nikadecide tena kuhama location kutoka eneo hilo la wanaita Tungi Mnadani na kuja maeneo ya Kibada, kwa sababu huku Kibada ilikuwa ni maeneo mapya, watu wamehamia wengi wenye tuseme kipato cha kati na cha juu, ambao niliona kwamba ndio watanifaa sasa kuwa kama soko langu katika kutoa huduma za juu zaidi. Na pia nilipata nafasi au eneo kubwa zaidi kuliko lile ambalo nilikuwa mara ya kwanza. Kwa hapa nikaona sasa nijitanue zaidi, na ndio kipindi ambacho, kwa sababu nilitaka kuongeza hadhi ya huduma zangu, nikabadilisha mpaka na jina pia la ofisi. Umezungumza ulibadilisha jina na watu pengine walikuwa wamekuzoea kwa lile jina la Bijou, si ndio? Nini sasa kilitokea baada ya wewe kuwa umebadilisha jina ukawa na jina jipya? Sawa. Lengo la kubadilisha jina kwanza ni kukuza identity yangu ambayo jina lilikuwa sasa linatokana na jina langu mimi mwenyewe. Alafu pia iliniletea kubadilisha jina kwa sababu nilikuwa na hama natanua biashara zaidi. Ya kwanza kwa Bijou Beauty Parlor. Beauty Parlor maana yake ni sehemu ambayo wanawake wanapata huduma za nywele na kucha. Lakini nikisema House of Beauty sasa nikawa ni Anne Marie House of Beauty, manake natoa huduma zaidi ya saluni, sababu nilikuwa na lengo pia la kuanzisha sehemu ya spa, ambapo spa inahusiana na kutoa huduma za utunzaji wa ngozi ya uso, utunzaji wa ngozi ya mwili, massage pamoja na masuala ya waxing, utoaji wa vinyweleo kwa kutumia waxing. Kwa hiyo kwa sababu nilikuwa nimedhamiria kupanua zaidi biashara yangu kwa kuongeza huduma, then nikaona sasa ni wakati sahihi wa kubadilisha jina, ikiwa na maana jina hilo litakalokuwa litakuwa sasa ndio utambulisho wangu rasmi. Kwa wale wanaonijua watakuwa wanajua kwa jina langu, na jina la biashara litakuwa linafanana na jina langu. Na sasa yani baada ya kuwa umebadilisha hilo jina, wateja kwamba pengine waliongezeka au kwamba kwa sababu kuna ile identity ya mara ya kwanza na ya mara ya pili? Na lengo pia lilikuwa kubadilisha jina kwa sababu nilikuwa nimesema nataka kupandisha hadhi ya huduma ninazoenda kuzitoa. Kwa hiyo nilivyobadili jina, manake pia niliwataka wateja wapya wa hadhi ya juu zaidi kutokana na huduma nitakazoenda kuzitoa. Kwa hiyo sikuhama na wateja wengi ambao walikuwa wananifahamu zamani, isipokuwa kwa sababu social media nililinki zile za zamani na hii mpya na jina jipya, kwa haikuwa ngumu sana kwa watu ambao wananifahamu kuweza kunitafuta. Lakini pia sikuwa na wateja wengi ambao nilihama nao kutoka kwenye ile ya zamani na kuweza kuja nao kwenye mpya, kwa sababu nilikuwa ni kama nimebadilisha kabisa
market niche, niseme huduma nataka kuwapa kina nani, ama kutoka kwa watu wa hali ya chini nikasema niwape wa hali ya kati na hali ya juu. Umezungumza kuhusiana na mitandao ya kijamii, pia unaweza ukatuelezea kidogo ni namna gani ambavyo zimechangia kukuza biashara yako? Ni kweli. Pia hiyo ilikuwa ni katika sehemu ya zile changamoto za biashara. Mwanzoni tulikuwa tunatumia zaidi vipeperushi na tuseme word of mouth, kwamba mteja aje ndio amwambie na mwingine. Kwa hiyo niliona kwamba mwitikio ulikuwa sio mkubwa sana. Nikajifunza jinsi ya kuposti kazi zangu katika udogo huo kwa kutumia tu simu yangu ya mkononi, kupiga picha ya kazi zangu nilizokuwa nafanya na kuendelea kuziposti. Iliniongezea sana wateja. Kwa hiyo nikaona kwamba natakiwa pia kuinvesti kwa upande huu. Kwa hiyo pia nilitake initiative mwaka juzi wa kwenda kujifunza social media management, namna ya kuchukua video nzuri zaidi, namna ya kuposti, platform zipi zinafanya kazi vizuri na kwa wakati gani. Kwa hiyo pia nina ujuzi huo wa social media management. Natamani kujifunza zaidi kwenye hilo swala la mitandao ya kijamii. Baada sasa ya kuwa umejifunza, ukumbuke zamani ulikuwa unategemea kwamba mteja amekuja azungumze na mteja mwingine ndo akuletee wateja, si ndio? Baada ya kuwa umejifunza, unahisi ile kwamba mitandao ya kijamii pengine ilileta wateja zaidi kuliko ile njia ya kawaida? Ni kweli, kwa sababu baada ya kupata mafunzo nikajua kwamba si kutengeneza content au kutengeneza video sio mpaka niwe na mteja. Naweza nikatengeneza kwa kutengeneza maudhui yangu, kwamba kwa wiki nataka ni posti nini, ama nataka niuze huduma gani zaidi. Kwa hiyo content zangu zinaendana na maudhui yangu ambayo nakuwa nimeyatengeneza kila wiki au kila mwezi, nakuwa na target. Msimu fulani, let's say ni msimu wa kipindi cha sikukuu, then nasema najua kabisa kwamba sikukuu zinakaribia, na tengeneza content ambazo zinaendana na mambo ya makeup na mambo ya nywele, kwa sababu kwa wakati huo huduma hizo ndio zinakuwa zinauzika zaidi. Mikakati gani mingine ambayo ilikuwezesha sasa wewe kuendelea kukua zaidi na pengine mpaka sasa hivi inafanya uendelee kukua? Sawa, nashukuru. Na kutokana na kwamba nikawa nimeshakuwa kwa biashara kwa muda mrefu kidogo, changamoto kubwa niliyokuwa naipata ni kukosa, tunasema interpersonal skills, ambazo mara nyingi hizo kwa sisi wa Tanzania hatujakuzwa katika elimu yetu ya kawaida, haitoi hivyo nafasi ya kujifunza hivyo vitu. Kwa hiyo nilijikita kuwekeza pia kwenye kupata elimu. Kwa hiyo nimekuwa kila wakati, kila baada ya kama miezi 6 au mwaka, najipa nafasi ya kwenda kujifunza, kusoma kwenye vyuo vingine, na pia najipa nafasi ya kwenda kujifunza kwa wengine ambao tayari wamefanikiwa. Umezungumza swala zuri la kwamba wewe unajifunza. Vipi kuhusiana na wale watu ambao wewe unafanya nao kazi, nikimaanisha wafanyakazi wako? Kwa sababu pia nilikuwa napata changamoto sana ya kwamba kila wafanyakazi nao waajiri wanakuwa hawafikii vigezo. Kwa hiyo najikuta nawafundisha, alafu baada ya muda wanaondoka. Kwa kila mara nikajikuta ninapoajiri napata changamoto ya kwamba nabidi nimfundishe tena mtu mwingine kazi. Nikaona sasa ni wakati sahihi wa mimi kufungua chuo ili achilia mimi tu au wengine ambao pia ni wana saluni waweze kupata wafanyakazi ambao tayari wana skills za kutosha, wakiingia kazini moja kwa moja wao wanaenda kuwa wako mahiri kwenye kazi, badala ya kila siku kuajiri na kuanza tena kutrain. Kwa hiyo hapo ndo nilipokuja wazo la chuo na nikaanzisha chuo cha mafunzo ya urembo. Hapo kwa sababu umezungumzia issue ya changamoto, swali jingine ni pengine kuna changamoto gani ambayo umewahi kukutana nayo ilipelekea kwamba pengine ukakata tamaa kabisa, au naweza nikasema changamoto ambayo huwezi kuisahau kwenye biashara yako? Ni kweli, nimewahi kupata changamoto kipindi niko Sinza. Wafanyakazi, baada ya kuwa nimeshatanuka na kuwa na wafanyakazi 5, wale wafanyakazi walijiunga
kama grupu wakaamua kufungua nao saluni. Sio mbali sana kutoka na saluni yangu ilipokuwa. Kwa hiyo wakaacha kazi wote kwa pamoja. Kumbuka kipindi hicho nilikuwa bado niko mwajiriwa wa benki. Kwa hiyo sasa walivyofungua waliondoka wote kwa pamoja. Kila mtu anatoa ujumbe asubuhi, najiandaa kwenda kazini, napata ujumbe 5 kutoka kwa wafanyakazi wote. Kila mmoja, mwingine alisema naumwa, mwingine alisema mpata safari ya kikazi. Kwa baada ya kuchunguza nikaja kugundua kwamba wamefungua saluni jirani na hapo. Na huo uchunguzi ni baada ya kuwa kwamba sikufunga kabisa, kwamba kwa mara ya kwanza nilikuwa naenda kazini, nikitoka jioni saa 10 nafungua mpaka saa 3 usiku. Kwa baadhi ya wateja walikuja wakaniambia ambavyo wale wafanyakazi wanawaita wao kwenda sasa kupata huduma kule ambako wao walipo. Kwa hiyo nilijitahidi katika hicho kipindi kuendelea kusimamia biashara mwenyewe kwa kufanya jioni, lakini nilikuwa nachoka sana na pia nilikuwa siwezi kufikia malengo. Kwa hiyo ikanibidi nifunge, nikafungua tu saluni ndogo, nikamweka mdada mwingine mmoja, lakini vitu vingi nikawa nimerudisha nyumbani. Kwa hiyo baada ya pale sasa nikawa nimesema sitachukua tena mtu ambaye tayari anajua kazi, ila nitachukua wale ambao wanataka tayari wamejifunza lakini wanataka kujua zaidi, na wa train alafu ndio na waajiri. Hawa watu ambao tunafanya nao kazi saluni tunaita ni kama cheap labor. Kwa sababu wengi tunawalipa kwa kazi, wachache tunawalipa kwa mshahara. Kwa hiyo kidogo tu akipata changamoto ya kimaisha, akaona anaweza kupata sehemu nyingine ya kuweza kupata pesa siku husika kuliko pale kwako, basi hatatokea kazini. Kwa hiyo katika hivyo vyote nikawa nimejifunza, nikasema nitakuwa na watrain, kuwaongezea ujuzi na kuwa empower, kama vile kuwapa mikopo midogo midogo kama ya kulipa kodi wa sehemu wanazoishi, ili ile imsaidie yeye kuweza kusema hii ni sehemu inaweza kunisaidia, na ile ikawa inanisaidia wao kukaa muda mrefu. Na pia nilikuwa sipendi kukaa nao. Nilikuwa mtu nikikaa naye miaka 2 basi namwambia ni muda wake wa yeye kukua na yeye atafute pengine na ajiri watu wengine. Kwa hiyo nikawa sikai nao muda mrefu ili wasije wakajenga yale mazoea. Kwa hicho ndio kitu ambacho pia kimenisaidia sana, kwamba baada ya kuanguka pale nilivyonyanyuka sijaanguka tena. Najiuliza tu kwamba unajua changamoto ambazo pengine wewe umewahi kupitia, kuna mtu mwingine ambaye anapitia sasa hivi, hasa hizi ambazo zinahusiana na wafanyakazi. Kwa hiyo mtu kama huyo yeye pengine kwa experience yako pia unamshauri kitu gani? Ushauri mkubwa wa kwanza, hata kama umefungua biashara, unaweza kuwa umefungua biashara kama investor, lakini unaweza kuwa umefungua biashara kama mtoa huduma, kama ilivyo mimi. Nimeinvest lakini pia natoa huduma. Njia yoyote kati ya hizo mbili, hakikisha unakifahamu angalau kile kitu ambacho unakifanya, kwamba hata siku wakiondoka unaweza ukaingilia kati ukawa hujapoteza kabisa, kama ambavyo mimi nilikuwa naweza kutoka kazini jioni nikafungua na nikawa naendelea kuwahudumia wateja. Kwa hiyo kuna baadhi ya wateja niliweza kuwa retain kutokana na nilivyokuwa nafanya hivyo. Lakini pia kuanguka kibiashara kwa mara moja haimaanishi ukae hapo useme nimeshindwa. Kama ni kitu kweli umejiwekea unataka kukifanya, basi angalia kilichokuangusha ni nini, alafu jifunze kutokana na kile ili uweze kunyanyuka, usiweze kurudia tena kuanguka kwa kutumia kosa lile lile. Na kuanguka inawezekana usianguke mara moja, ukaanguka tena, lakini jitahidi kwamba kila unapoanguka tumia ile anguko lako kama nafasi ya kujifunza, ichukulie kama changamoto positively, kama unaweza kujifunza ili usianguke tena kwa namna ile ile. Kuna kitu ambacho ningetamani labda watazamaji waweze kukifahamu. Ni tabia gani ambazo mjasiriamali anatakiwa awe nazo? Ya hasa tabia ambazo zinaweza zikamfanya afanikiwe zaidi. Tabia ya kwanza kubwa, maana tunasemaga kuna mjasiriamali wa kuzaliwa inborn na kuna mjasiriamali wa kujifunza. Ila tabia kubwa ya mjasiriamali ambayo anatakiwa kuwa nao au anayo huwa ni uthubutu. Uthubutu wa kuanza kitu. Kama mimi ambavyo nilikuwa na 500,000 nikathubutu. Kwa udogo ule wa kiasi kile kidogo nilithubutu. Na kuanzia pale nimeendelea. Cha pili pia mjasiriamali anakuwa si mtu wa kukata tamaa. Kwa sababu kazi yake kubwa yeye ni kupambania malengo yake. Kwa hiyo haijalishi mara ngapi unaweza ukaanguka, lakini usikate
tamaa. Kikubwa tu ni kwamba kujifunza kwamba nini kilikuangusha, ili uweze kujua kwamba nikinyanyuka nisianguke tena. Kingine pia kwa mjasiriamali ambacho anatakiwa kuwa nacho ni tunasema innovation. Kuongeza thamani katika ujuzi ulionao. Unaweza ukawa ni msusi mzuri sana, unasuka nywele nzuri sana, lakini inawezekana namna unavomalizia mteja na kuagana naye au namna unavomkaribisha mteja ikawa inakuharibia na biashara yako. Kwa hiyo ni kujitahidi kuongeza thamani katika biashara yako, kwamba kitu chochote tunawezekana tuko makeup artist wengi, lakini kwa nini mteja atoke asiende kwa makeup artist mwingine aje kwangu? Kwa hiyo naongeza thamani. Kama mimi nilikuwa najitahidi kwamba kila ninayemfanyia makeup basi nampa na small package, niseme kama zawadi, lakini ile zawadi ilikuwa na maana ya kwamba nampa wipes au makeup remover, kitu cha kuondolea ile makeup, kwamba atakapomaliza shughuli yake basi asije akalala na ile makeup, sababu makeup hautakiwi kulala nayo. Kwa hiyo nilikuwa natoa kama zawadi, kama token, lakini ilikuwa zawadi ambayo sio ya gharama kubwa, ambao kwa hiyo mimi ilikuwa hainiingizii hasara, ila katika kitendo hicho ilikuwa imeongeza thamani yangu kama makeup artist ya mteja kuona kwamba najali pia ngozi yake hata baada ya kumhudumia. Kwa hiyo pia mjasiriamali anatakiwa ajue namna gani ya yeye kuongeza thamani kwenye kile anachokitoa ili awe tofauti na wengine. Nashukuru. Na kwa watazamaji pamoja na wasikilizaji ambao tunataka pengine kuanza biashara ya urembo, natumaini kuna vitu vingi sana ambavyo tumejifunza. Kwanza tumejifunza ni namna gani ambayo unaweza ukaanza hata ukiwa na mtaji mdogo. Pia tumejaribu kuangalia soko linataka nini. Kwa kuna mbinu ambazo zimetolewa ili kwa wewe ukiamua kuanza hiyo biashara uweze kufanikiwa. Lakini kitu kingine cha mwisho, tumeonyeshwa ni namna gani haitakiwi kukata tamaa, kwamba kuna ile kwamba unaanguka, unasimama na mwisho wa siku unaweza kufikia mafanikio ambayo tunayataka. Kwa hiyo kujiajiri na kuwa pia mfanya biashara, pengine kuwa mjasiriamali, sio kitu chepesi. Kwa hiyo kuna funzo tosha ambalo tumeliona kupitia episode yetu ya leo. Kwa hiyo kitu kikubwa ambacho nawaomba tuweze kushare elimu hii, kwa sababu nimeona watu wengi tulikuwa tunafuatilia na tunatamani sana kujua jinsi gani ambavyo tunaweza tukaanza biashara hii ya urembo. Kwa hiyo unaweza ukatupata kupitia YouTube, ambapo na kuomba uweze kusubscribe pamoja na kushare na watu wengine ili elimu hii iweze kuwafikia. Pia kwenye mitandao ya kijamii tunapatikana kwa majina ya PowerPod Podcast. Kwa hiyo naomba tukutane wakati ujao. Asanteni sana.